Ni katibu mwenezi wa chama cha CHAWATIATA mkoa akielezea jinsi ambavyo wamekaa kwenye kikao na kuweza kuwafikishia ujumbe waganga ama wataalamu wote wa tiba asilia jinsi gani ya kuweza kumiliki nyara za serikali. Hebu tumsikilize. Kwa majina anaitwa Alon Boniface Luseba, ni katibu mwenezi wa CHAWATIATA, yani chama cha waganga na wakunga wa tiba asilia Tanzania. Leo tulikuwa na kikao cha waganga wote mkoa mzima wa Kigoma. Agenda kuu ilikuwa ni umiliki wa nyara za serikali. Sambamba na hilo, waganga tiba asilia tunalindwa na sheria namba 23 ya mwaka 2002 ambayo sheria hii imekwenda kutuweka wazi waganga wa tiba asilia ni namna gani, vipi ambapo tunaweza tukafanya huduma zetu ipasavyo bila shida ya aina yoyote. Aidha, kupitia mkutano huo wapo waganga mbalimbali ambao wameweza kuitikia na kuelewa nini maana ya umiliki wa nyara za serikali. Hebu tukamsikilize mmoja wao wa waganga hao. Kwanza kabisa nishukuru uongozi kutuletea hii. Wengi tulikuwa tujui na tulikuwa tutambue namna ni wapi tunapoenda kwenda kujisajili ili tuweze kutumia nyara za serikali tukiwa tupo kisheria. Mzaliwa wa kijiji cha Muzio, kata ya Muzio, wilaya ya Kasulu. Elimu hii ya umiliki wa nyara za serikali ni elimu nzuri katika chama chetu cha CHAWATIATA mkoa wa Kigoma. Wametoa elimu vizuri viongozi kwa ajili ya umiliki wa nyara za serikali. Aidha, sambamba na hotuba hiyo wameweza kugusia watu waliokuja Kigoma wakijiita lambalamba alimaarufu kama Mchape, jinsi walivyoweza kuchonganisha jamii na kuiacha katika mazingira tatanishi. Hebu tuendelee kumsikiliza. Kuwepo wimbi kubwa sana la watu walikuwa wanajiita kama Mchape. Hao watu walikuja kwa taswira mbaya. Katika taswira yao hii waliweza kuwaaminisha watu kwamba wao wanaweza kutoa uchawi, kitu ambacho kupitia sheria hizi za Tanzania, hasa sheria namba 18 ya mwaka 1918 inakataza kabisa kumuita mtu mchawi. Sheria hiyo inakataza kabisa kumuhisi mtu ni mchawi. Sheria hiyo inakataza kabisa kuibua uchawi. Hivyo sasa tumewaasa waganga, tumewaasa wataalamu wetu wa tiba asilia na tiba mbadala mkoa mzima wa Kigoma, popote pale ulipo, fuata sheria. Sisi chama cha CHAWATIATA ni nguzo mama ambayo imeaminiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunao wajibu wa kuwajibika moja kwa moja kufikia waganga popote pale mlipo na kuelekeza ni namna gani ambapo unaweza kupata kibali halali cha kuweza kumiliki nyara za serikali, kibali halali cha kuweza kuwa wewe utambulike kama mganga wa tiba asilia na tiba mbadala na kuweza kufanya tiba zako bila shida ya aina yoyote Tanzania na nje ya nchi hii ya Tanzania. Aidha, mengineyo ambayo tumeweza kuelezea waganga wa tiba asilia na tiba mbadala ni pamoja na kuwa makini na wagonjwa, hasa wale wagonjwa wanaokuja katika majumba yao wakiwa wamezidiwa hoi. Ukirejelea sheria ya mwaka 2002 kifungu namba 35 kina mdirect moja kwa moja mganga kufanya tibabu zake kwa kutumia ujuzi wake wote alionao, hekima, busara, lakini pia kuwa na siri katika huduma anazokuwa anazitolea kwa wale wagonjwa. Ukijaribu kuzingatia, wapo baadhi ya waganga ambao wamekuwa na vijitabia ambavyo anaweza kumfanyia tiba mgonjwa lakini baadaye akaenda kumtangaza vijiweni, kitu ambacho ni kinyume na sheria. Kifungu namba 35 kile kimemkataza kabisa moja kwa moja, na akibainika kwa chama chetu pendwa, chama cha CHAWATIATA, kikajua kabisa kwamba amejihusisha hivyo, tunachukua moja kwa moja utaratibu wa kumfutia dhamana, lakini pia na kufunga kabisa vyeti vyake vya tiba asilia. Na pamoja na hayo, wataalamu wa tiba asilia tuwe makini sana. Unapokuwa umeona mgonjwa amezidiwa sana, tibabu zetu haziongezi maji na wala haziongezi damu. Kuna wakati mwingine lile tatizo linaweza kuwa limempelekea mpaka mgonjwa akaishiwa maji. Usiendelee kumngangania yule mgonjwa, kwa sababu utakapokuwa unaendelea kumngangania yule mgonjwa utasababisha kifo chake yeye, ambapo kama ungemwaisha hospitali angeweza kuongezwa maji au damu na mambo mengine ya matibabu yake yakaendelea. Kwa hiyo ni waasi kujaribu kuzingatia. Sasa hivi kuna magonjwa mengi sana ya mlipuko. Kwa mfano, nchi jirani hapo kuna ugonjwa wa mlipuko wa Ebola ambao dalili zake tumekuwa tukisikia wataalamu wakizungumza ni pamoja na kutoka damu puani. Sasa mambo kama hayo msifikiri yale mambo ya kizamani. Sasa hivi magonjwa yashakuwa mengi. Ninawaasa sana waganga, ninawaasa sana wataalamu wenzangu, nikiwa kama katibu mwenezi wenu wa mkoa mzima wa Kigoma, kwa kushirikiana na ninyi tuhakikishe tunafanya tiba zile ambazo tunajua ziko ndani ya uwezo wetu. Kwa kuwa sheria hiyo namba 35 inaturuhusu sisi
mgonjwa atakapokuwa amezidiwa, wewe umwandikie rifaa ya kuweza kumpeleka hospitali moja kwa moja kwenda kufanyiwa vipimo mbalimbali na kugundua kama atakuwa na matatizo mengine ambayo hayahusiani na tiba zetu za tiba asili na tiba mbadala.